Jeshi la Israel na shirika la usalama la Shin Bet yamesema kamanda mwandamizi wa Hamas aliyesaidia kuongoza kikosi cha Gaza City Brigade katika mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel ameuawa kwenye shambulizi la anga huko Gaza. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF, shambulizi hilo lilifanyika Jumamosi katika mji wa Gaza na kumuua Adham Ibrahim Shaban Nasman, aliyekuwa mkuu wa operesheni katika Gaza City Brigade ya Hamas. IDF imesema Nasman aliwahi kuwa kamanda wa kikosi cha Nukba na alikuwa na nafasi muhimu katika kuelekeza uvamizi wa wapiganaji wa brigade hiyo kuingia Israel wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7. Jeshi hilo pia limemtuhumu kuwa alikuwa na jukumu la kuwashikilia mateka kadhaa wa Israel wa vita, likiwataja Romi Gonem, Emil Damar, Ziv Nagal, Belman, Eita Mor, Matam Angresti na Omri Miran kuwa miongoni mwa waliodaiwa kushikiliwa chini ya usimamizi wake. Kwa mujibu wa IDF, Nasman pia aliwahi kuwa afisa wa ujasusi katika Gaza City Brigade na kamanda wa Shati Battalion. Katika nafasi hizo, Israel inasema alihusika kuongoza mashambulizi dhidi ya wanajeshi na shabaha za Israel. IDF pia imedai kuwa hivi karibuni Nasman alikuwa akijihusisha na juhudi za kuandikisha na kuwafundisha wapiganaji pamoja na kuendeleza utengenezaji na usambazaji wa silaha ndani ya Gaza City Brigade ya Hamas. Israel imesema juhudi hizo zilikuwa sehemu ya jaribio la kuijenga upya nguvu ya kijeshi Hamas, huku kikiuka makubaliano ya kusitisha mapigano, ndio maana alilengwa katika shambulizi hilo. Kwa upande wake, mateka wa zamani Emil Damari amezungumza kuhusu kuuawa kwa kamanda huyo ambaye alimshikilia yeye pamoja na mateka wengine kifungoni. Damari kupitia chapisho kwenye mitandao ya kijamii amemwita Nasmani mnyama na mtu mzito ndani ya kundi hilo. Wengi sana kati ya magaidi wakatili tuliokuwa nao walitamani kuwa kama yeye. Wote walikuwa waovu, wengine katika ngazi za juu na wengine katika ngazi za chini. Sasa hawazungumzi tena kutuhusu kwenye simu, wanateketea pamoja kwenye moto wa jehanamu. Mungu akipenda, wengine zaidi wataungana nao. Hamas bado haijatoa taarifa kujibu tangazo hilo la Israel.